kabisa kuokoka ni mara moja. Yesu alienda msalabani. Alienda mara moja. Usiweke akiba ya dhambi. Usiweke kufanya dhambi. Eti nitatubu tena. Nikianguka nitatubu tena, umechelewa. Umechelewa. Hicho ni kilaka. Hilo ni doa. Ni doa, ni alama mbaya kwako. Huwezi kufuta kirahisi. Huwezi kufuta kirahisi. Anasema mtu huyu akinaswa tena akaanguka katika dhambi, huyu mtu kwake ni hatari, kwake ni shida, kwake ni tatizo, kwa sababu hanaga neema nyingine. Anasema pale, ule mstari unafuata pale, anasema sasa imetukia kwake, huyo mtu ameanguka. Methali inasema akaanza kula matapiko yake aliyotapika kama mbwa. Shetani anapoleta dhambi kwako, manaka anakupaka matapishi, anakulisha uchafu uliotapika. Lazima kubali kuto kurudia. Sakata, lazima kubali kuto kurudia dhambi. Dhambi ni uchafu, dhambi ni kinyaa, dhambi na tisha, dhambi na aibisha, dhambi na dhalilisha, dhambi na mfanya mtu mnyonge. Na ukiona jasiri, huyo mtu amekubu kwenye dhambi. Aliyeanza akapotea hapo, utamuona tu anavyobadilika, hana ujasiri tena. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu anakuwa hana ujasiri tena. Mtume Paulo anasema huyu mtu kwa anafanywaje? Biblia haiongei kitu kingine hapo. Haina msamaha kwako, kama vile kwa Ibrania 10 ambavyo haina msamaha kwako. Haibaki tena dhabihu kwa habari ya dhambi. Na mimi nataka nikwambie, acha maneno yanayosema utatubu tena, utatubu tena. Sikiliza, hakuna kutubu tena. Kuna sehemu akasema pana, injili yako haifai. Nikamwambia inafaa, tufute. Kwenye Biblia tufute. Kuna watu wanatamani dhambi, wanatamani, wanawekeza kwamba inawezekana siku moja nitapotea tena, inawezekana siku moja nikafeli. Usiwaze kufeli baba, usiwaze kufeli mama. Waza kushinda, waza kushinda, waza kushinda. Nguvu ya kushinda ya kinywa chako itapelekea kushinda dhambi za aina zote duniani. Nimeokoka miaka 27. Rafiki, nimeshinda. Nina uhakika ninachokisema. Na kabisa na uhakika nacho. Miaka 27 nilikuwa dada kama wewe. Nilikuwa mzuri kama wewe. Haleluya. Mume wangu ameniacha na miaka 40. Ameniacha miaka 40. Haleluya. Sikutamani mtu, wala sikuwaza wanaolewaga, wala sikuwaza kuna ndoa. Nilimwaza Yesu Kristo. Ili nishinde jaribu hili, lazima nikae kwa Bwana, lazima nisome neno, lazima nione dhambi kwangu nikakataka. Dhambi kwangu niliona kinga. Kusuiga bandu mama vikuti, haiwezekani we. Umri mdogo, hakuna cha umri mdogo. Yesu alishinda dhambi katika miaka yake 30. Haleluya! Walio kwake lazima tushinde rafiki. Lazima tushinde. Kushinda ni lazima. Kushinda ni lazima. Mungu amenisaidia kushinda. Maana nasimama kwako kwa ujasiri mkubwa. Sikupata shida mimi. Nilipotembea uchi nilivumilia. Nilipokosa chakula nilivumilia. Nilipokataliwa nilivumilia. Watoto walilia njaa nilivumilia. Waliumwa nilivumilia. Walipata shida nilivumilia. Walifukuzwa vyuo nilivumilia. Mpaka mbingu zikafunguka. Nikasema kwa uvumilivu huu lazima nikupandishe. Lazima nibariki familia yako. Lazima niwapeni. Lazima nikusomeshe. Lazima wapatikane wafanyakazi wa serikali kwenye familia yako, ili hawa waliodharau waseme hakika Mungu yuko. Haleluya. Haleluya. Wapatikane washindi wa imani. Jina Bwana libarikiwe. Wapatikane wenye kushinda. Wapatikane wenye kushinda. Haibaki tena dhabihu kwa habari ya dhambi.
haibaki. Mtu asikudanganye, mtu asikudanganye, mtu asikudanganye, asikudanganye. Na ndio maana kuna watu wanatenda dhambi wanabaki kimya kimya tu. Unapobaki kimya kimya, unajipeleka jehanamu mwenyewe, unaenda motoni mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kushinda dhambi ni muhimu sana. Amen, amen. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Uasi. Uasi. Na dhambi kama ni uasi ni nyingi hapa, siwezi hata kuhesabu. Nashindwa kuzihesabu dhambi, nashindwa kuhesabu kwa sababu ni nyingi mno. Watu wengi wameangalia kuzini, waganga wa kienyeji wameangalia tu uchawi, yaani wameangalia tu walevi tu, wameangalia kiburi, hatujakiangalia dharau, hatujakiangalia hasira, hatujaiangalia kupuuza ibada, hatuoni kama ni dhambi. Muda wa Bwana hatuoni kama ni vibaya. Tumeangalia wale walio basketi fupi, tukafikiri wale wanakwenda jehanamu. Sikiliza, utakatifu ni jambo gumu, liko ndani sana, haliko nje kwenye ufahamu. Utakatifu uko ndani sana, na ni jambo la kuwa makini mno kulinda utakatifu. Haleluya, ni jambo kubwa, ili mtu wa Mungu tufike kwenye ile kalamu ya mwana kondoo. Sio jambo jepesi. Aligharamia mfalme hata kuruhusu, hata niruhusu niingie rahisi, wakati yeye alitumia gharama kubwa mno ya kunitoa kwenye lile shimo la mauti, akanipandisha, akaniketisha mahali salama, akaniweka katikati ya wafalme, akanistarehesha, nikaanza kuitwa mtoto wa Mungu, na ndivyo nilivyo. Haleluya. Ogopa dhambi kama ukoma. Kama ulimlisha mumeo dawa ya kienyeji la kupende, tubu kabisa. Yaani usije ukarudia vitu kama hivyo, usije ukafanya ni mchawi kama wachawi wengine. Najua na nimesikia kuna wanawake wamelisha waume zao dawa ili wapendwe, ili wanaume wawe kama makobe hivi, ili wanaume wasemage naam. Yaani apenda seme naam mara moja. Baba Yohana, naam mama, naam. Wanataka hiyo. Mwanaume ni kichwa cha familia, kama hujui, na aheshimiwe tu kwenye nafasi yake. Amen. Fanya vizuri, Mungu akukamatia mumeo ili akae vizuri kwako. Fanya mapenzi ya Mungu, sio utafaulu kwa akili yako. Fanya vizuri kwa Bwana aliye mume wa wanaume wote, ili asimame yeye kukushikia huyo mtoto wa mama. Kwa akili yako utafeli, utatenda dhambi. Utaanza kuacha kumpa chakula, utaacha kumwekea chakula, utaacha kumwekea maji ya kuoga, utaacha kumfulia nguo. Utasema maana sasa mimi nimechoka. Hawachoki mpaka Yesu aonekane. Bwana ameona unaliweza, ndio maana liko kwako. Haleluya. Ameona unaliweza hilo, ndio maana limekaa namna hiyo. Kama mume wako hajui kuoga, muogeshe. Hajui kula, mwambie ale vizuri. Amen. Wakina mama, kuna baba kuoga mpaka kumkumbushe tu. Baba, naona kama hujaoga. Ala, kumbe sijaoga, nilisahau bwana. Mwambie hapana, twende maji yako huko, mpeleka kaoge. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatufanyi kwa kujipendekeza kwa wanaume, tunafanya kwa ajili ya Mungu, ili mpingu zikikuheshimu zinamponya mtoto wa mama. Haleluya. Wadada, nigelegele kwa Bwana. Kama nielewa, kafanye hayo ninayokuambia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Usitende dhambi ya kufikiri, usitende dhambi ya kuwaza. Unawaza. Moyo uliochangamuka ni nini jamani? Moyo uliochangamuka ni nini? Haleluya. Kwa mama wengi wanaumwa shida nyingi, yaani mdogo tu. Mimi mzee, unajua miaka yangu mimi niko kwenye wajane kamili. Haleluya. Kisha unaniona niko vizuri. Amen. 66 natembea hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini ukiniona nikitembea ninaenda mbele hivi, utasema namuona dada anapita. Kiangalia reception, utajua sio dada. Kuna watu wananiitaga sister. Natembea pole pole kidogo. Ili afike, auangalie reception, mapokezi. Kuna watu wana mate njiani, utafikiri nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikilizeni niwaambie, Yesu anakuja. Ni wakati wa matengenezo makubwa. Ni wakati wa kuto kutenda dhambi. Ni wakati wa kuto kusema nitatubu tena. Mbona muda bado? Sio wakati wa kusema utatubu tena. Huu ni wakati wa matengenezo makubwa. Ameni. Walio wa Mungu sasa wanajipanga vizuri kuandaa na kufua mavazi yao bila kuwekeza dhambi kwenye mioyo yao. Samehe aliyekuuzi, samehe aliyekukwaza, samehe. Haijalishi nani. Haleluya. Acha kufikiri jua kusamehe. Unahama nini kwenye ibada? Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye, anasema tu, sisemi tu hayo unayowaza wewe, mimi nimeyapitia yote, na upango ulionolewa kuniua mume wangu umepita kwangu. Bwana ninanena habari zake. Nina ujasiri kusema, maana alimkamata akapigwa butwa, akabaki na shanga, akarusha kule, akabaki hana cha kufanya. Maana nilisema siwezi kutetereka. Bwana akiwa upande wangu, nani ataniopanga juu yangu? Haleluya kanisa. Makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Hebu piga makofi mengi kwa ajili ya Mungu wetu. Haleluya. Kama kuna watu wanashinda, na mimi Mungu alinipa kushinda. Alinipa kubaki na watoto wangu. Alibaki Mungu nilee watoto wangu nisiwakimbie. Nisije nikawatoroka. Mbona napanga kuondoka? Mtu anasema nitaondoka tu, nisiweze kuvumilia. Sikiliza, aliyeleta watoto duniani ni wewe. Usitende dhambi wewe mwenye miezi 9 kwenda leba. Haleluya wapendwa. Ni dhambi kuacha watoto. Dhambi mbaya tena ya kuua, kwa sababu hao watoto umeua maisha yao. Umeharibu safari yao. Umewafanya waitwe yatima. Umewafanya walelewe kwa machozi makubwa, wanyanyaswe kama aliyefiwa na wazazi. Siku hizi hakuna upendo duniani. Haupo. Hata mama yako tu hawezi. Hawezi hata mama yako mzazi. Siku na mimi nilimaliza. Mama yako alikimbia. Mimi nateseka hapa. Mimi siwezi, nimechoka. Acha kumtendesha dhambi mamako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haibaki tena dhabihu kwa habari ya dhambi. Hakuna kinachobakia tena kwa mtu aliyeokoka akatenda dhambi. Hakuna kitakachosalia kwake. Atazamie ukali wa moto, atazamie matatizo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Petro wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 6. Mlango wa 5 na mstari wa 6. Hebu sikiliza Mungu anachokisema hapo ili uweze kufaulu huo mtihani wako. Maneno ya Mungu yanasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Amen. 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 Basi Mungu anajua kwamba tunapita wapi. Ndoa yako ikoje? Maisha yako yakoje? Uchumi wako umekaeje? Mungu anajua, anaelewa kila kitu kifanyika. Na ndio maana nasema sasa, ili niwatendee, ili mimi kama baba mwema nijitokeze kwenu, basi nyenyekeeni.
Nyenyekee mtoto, tupeleke kwake anayejua maisha yako yalivyo, tumpeleke yeye, tumtwike fadhaha, tumwambie yaboya masakata. Mwambie Yesu dada, mwambie Yesu baba, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza, mwambie wewe, mwambie. Oh, haleluya. Mwambie Yesu. Jirani atakucheka, jirani atakutangaza, jirani atakupeleka kwa watu akaseme huyu amefeli maisha, eti mume wake halali nyumbani, eti mke wake hajui kupika. Usimwambie jirani, usimwambie rafiki wa dunia. Yeye anaweza. Bwana Yesu. Yeye anaweza. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tusije tukaangamia na kupotea kwa sababu ya changamoto. Vijana, changamoto. Vijana, changamoto. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana. Hakuna akili ya mwanadamu yaweza kumwokoa, lazima ichanganywe na akili ya Yesu, na ndipo uweze kufanikiwa. Haleluya. Kwa akili ya kibinadamu kuferi ni kukubwa. Kuferi ni kukubwa. Na alikuwa kijana, sasa ni mzee. Nimepita mahali pengi, nimeona mengi, nimekutana na watu wengi wa kila sampo, wa kila namna, ambao wako leo hii ni watumishi wazuri walionyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Wana makanisa makubwa, ni vijana wangu wazuri ambao Mungu sasa nawatumia. Ninao watoto ambao nimewalea kiroho, 4 sasa ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Na wengine ni madaktari, sasa madada ni mabingwa wa mifupa. Haleluya. Kwa sababu ya Mungu, najua kwa sababu ya Mungu waliponyenyekea mafundisho. Nilipowaambia msitamani, nilipowaambia ukiona jambo linakusumbua lilete kwanza kwangu, ukileta kwangu unalifikisha madhabahuni. Kama na sababu ya kufika madhabahuni, hadina sababu, tutalimaliza kwa magoti. Vijana, msiogope kuomba. Shida vijana wengi leo hawataki kuomba. Watu hawapendi kuomba sasa hivi. Hawapendi kuomba. Watu hawapendi kuomba. Haleluya. Watu hawapendi kuomba. Kuto kupenda kuomba kumeleta hasara kwa vijana wengi. Haleluya. Ukimwambia tuombe wiki 2, tufunge kila siku tusile, anaona kama atakufa. Kumbe ndipo utapewa taarifa ya kusudi, ya malengo ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na waambia bila kunyenyekea kwa Bwana, bila kushuka pale chini, anasema tazama simba anaunguruma. Mshtaki atushtakie kwa Mungu mchana na usiku. Anaunguruma kama simba, anatafuta kumeza, anatafuta wa kumeza. Na mimi sijui ni nani aweza mezwa na huyu simba anaunguruma. Lazima ukubali kujikana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kubali. Leo kuna vitu vya kisasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili atukweze kwa jambo lako. Akuinue Mungu, usijiinue mwenyewe. Haleluya. Sijipandishe mwenyewe viwango. Kubali upandishwe na Mungu. Kubali kupandisha Mungu. Akikupandisha Mungu utapotea mikononi mwake. Hata biashara yako akikupandisha Mungu hakuna atakaye haribu, na wewe utapotea. Haleluya, haleluya. Usijipandisha mwenyewe, kubali kupandishwa na Mungu. Jina Bwana libarikiwe.
Haleluya, haleluya, haleluya wapendwa. Ngoja niwaambie, kuna raha kwa Yesu wa dada, kuna raha kwa Yesu vijana, iko raha kwa Yesu. Ukishinda dhambi, mbabe duniani. Mtumishi wa Mungu jana aliongea habari ya ubabe. Yaani ukishinda duniani unakuwa mbabe duniani hapa. Yaani hujali, yani huoni mtu yoyote, yani huoni shida yoyote. Haleluya, haleluya. Yaani huoni tabu yoyote, unajua tu kabisa mtetezi wangu yu hai. Alishinda Danieli. Biblia inasema akasema, Mungu wangu ninayemtumikia ameniponya na hao simba, kwa sababu nalionekana sina hatia. Hatia, hatia wapendwa. Shetani ya kunase anatafuta hatia, anatafuta hatia kwenye ulimi, hatia kwenye mawazo, hatia, hatia macho yako, hatia. Haleluya, hatia. Shetani amnasi mtu bila kuona cha kuanzia. Lazima pate kianzio, lazima pate sababu. Akishapata sababu anakuongezea tatizo, anakuuza ile dhambi na kuwa kubwa. Unaweza kuonekana mbaya mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Kila jikwezae atashushwa, yanayojililia atakwezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana aliye hodari, huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote. Umemtwika nani fadhaa zako? Umemwambia nani na nani shida zako? Unamweleza nani rafiki? Unamwambiaga nani? Niwaambia kina mama, ukiona mzigo umezidi njoo niambie, tukae humu. Hamtaki kukaa humu. Niliwaambia hivi, mimi nitakusupport. Mimi tutakaa wote, sikuache peke yako. Kama siku mbili tutalala humu, tutalala wote. Mimi na wewe tutakaa humu ndani. Tumtafute Mungu. Tumtwike fadhaa, tumtwike tatizo, tuchukuliane mizigo. Haleluya, haleluya. Lakini watu ni waoga. Kisha mwambia tutakaa humu, anakimbia hatua zote. Yaani huwezi kumuona tena. Anaona kama kuna shida. Niliponea kwenye madhabahu, niliponea huko. Ujasiri nao hivyo unavyoniona ni kwa sababu ya kumtwika Bwana fedheha na fadhaa zote ambazo adui aliamua nifedheke, niaibishwe, nimwache Yesu niishie jehanamu. Lakini Bwana alinitetea. Nilikubali kulala madhabahuni peke yangu nikimtaka Mungu wangu ila nitetee, aniponyee watoto wangu na watoto wengi wa kiume. Nikawaza nikasema, hawa watoto wa kiume nitafanyaje nao kama hali iko hivi? Nataka watoto wangu wasema alikuweko mama. Asante Baba. Wasema alikuweko mama, wanao wasema alikuweko mama, wanao wasema alikuweko mama, waseme yuko baba. Baba ametufikisha hapa. Waseme Mungu wa baba, waseme Mungu wa mama. Wanao wanakuita nani? Wanao wanasema wewe ni nani? Wanasema ni nani? Haleluya, haleluya, haleluya. Wanasema wewe ni nani? Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ili awapeze kwa wakati. Mungu awabariki. Amen. Kama uchumba mbele, kampigia Yesu makofi mazuri. Tunamshukuru Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa sisi mzetu kabisa, Yesu amekupa moja. Soma na dini. Ameona Mungu. Haleluya. Soma na dini. Soma na dini. Ukiokoka ni mara moja. Soma ngapi? Soma na dini. Naomba zingatie sana kwa Mungu. Amen. Narudia. Tunakuwa na Wakristo wa ajabu, tunashinda kumtambulisha Yesu nyumbani. Tunashinda kumtambulisha Yesu kwenye misiba. Amina. Tunashinda kumtambulisha Yesu maeneo ambayo watu walimjua Yesu. Narudia. Shalom.